Mwanaume, kama upo na mwanamke ambaye pesa zake ni pesa zake na pesa zako ni pesa zenu, ipo siku utakuja kulizwa na mwanamke wa aina hii. Kama mwanamke wako ni mbinafsi wa kiwango hiki, iko siku atakufanya ulie. Huyo mwanamke atakuachia historia mbaya kwenye maisha yako. Ifike mahali wewe mwanaume ukae chini, ufikirie kwa makini. Kuna jibu utalipata juu ya hiki ninachokizungumzia. Ni kweli wewe mwanaume unatakiwa kuwa provider kwenye familia yako. Ni kweli wewe mwanaume unatakiwa kufanya mambo fulani kwa ajili ya ustawi wa familia yako. Ni kweli wewe mwanaume unatakiwa kutengeneza kesho yenu kwa ajili ya manufaa ya familia yenu. Ni kweli. Lakini vipi kuhusu pesa ya mwanamke? Vipi kuhusu hiyo pesa ambayo mwanamke wako anaificha? Anaificha kwa faida ya nani? Naomba nikupe siri moja kubwa sana ambayo wanaume wengi huwa hamuifikirii, kwa sababu mmeshaaminishwa kwamba nyinyi wanaume ndio pesa yenu ni ya familia, mwanamke ya kwake ni binafsi. Mwanamke yeyote anayekupenda na ambaye ana nia ya dhati ya kuwepo kwenye maisha yako milele yote hawezi kuwa mbinafsi, na yeye atafanya kila kitu kwa ustawi wa familia yenu. Atafanya kila kitu kwa manufaa ya familia yenu. Lakini mwanamke wako ambaye yeye pesa zake anazificha ni mwanamke ambaye ana ajenda, ni mwanamke ambaye ana mipango yake ya siri, ni mwanamke ambaye ana fikra fulani kwenye maisha yake, na ndio maana anaficha pesa zake. Wewe jiulize na ujipatie majibu. Maisha ya ndoa ni maisha ya kwenu wote wawili. Kwa nini wewe pesa zako ziwe zenu na za mke wako ziwe zake? Zinakuwa zake kwa manufaa ya kitu gani? Kwa sababu hiyo familia ni ya kwenu nyote wawili. Leo kesho usipokuwepo wewe mwanaume, mwanamke atabaki kwenye hiyo familia. Lengo la yeye kuficha pesa zake ni nini? Je, huyo mwanamke ana mpango wa kuendelea kuwepo kwenye maisha yako kwa muda mrefu? Kama ana mpango, hawezi kuficha pesa zake, kwa sababu anajua maisha ya ndoa ni ya kwenu wote wawili. Kila kitu mnachokifanya iwe ni kwa manufaa ya familia yenu wote wawili. Mbona wewe pesa zako unawekeza kwa manufaa ya familia? Kwa nini yeye pesa zake asizitoe kwa manufaa ya familia? Kwa sababu hiyo familia ni ya kwenu wote wawili. Kwa nini anakuachia jukumu la wewe kutengeneza maendeleo kwenye familia ukiwa peke yako? Kwa nini anakuachia jukumu la wewe kutengeneza future ya maisha yenu ukiwa peke yako? Yeye pesa zake anazifanyia nini? Hiyo mipango ya siri anayoipanga na hizo pesa zake ni mipango inayohusu kitu gani? Hivi vitu huwa vinasababisha wanaume mje kulia, na nyinyi hamjui kwa nini mlilia. Nikwambie tu kweli, ni kweli jamii yetu inavyosema wewe mwanaume unatakiwa kuprovide kwenye familia, ni kweli. Lakini haimaanishi kwamba mimi mwanamke pesa zangu ndio niziweke nyuma. Naziweka nyuma kwa manufaa ya nani? Tunapoingia kwenye maisha ya ndoa, tunaingia kwenye makubaliano sote wawili kwamba tunaoana, tunaenda kutengeneza familia yetu. Sasa tutatengenezeje familia kama mmoja wetu anakuwa na mipango yake ya siri? Wewe pesa zako mwanaume unazileta nyumbani, unafanya maendeleo kwa ajili yetu wote wawili, wanufaika ni sisi wote wawili. Mke wako ana shida gani na pesa yake? Mimi nakwambia ukweli, kuna watu walipelekwa mahakamani na wake zao na wakagawana kila kitu, na hicho kitu walichogawana mke hakuchangia jitihada zake kwa namna yoyote. Hakuna kitu kinauma kama wewe mwanaume usipokuwa mtu wa kufuatilia pesa za mke wako, halafu umefanya maendeleo kwenye familia wewe binafsi, kisha mkeo anakupeleka mahakamani, mnaanza kugawana vitu pasu kwa pasu, ikiwa yeye pesa zake alikuwa nazo na haukuwahi kuchukua hata nia yake mbovu. Hebu kaa chini mwanaume ufikirie. Ifike mahali tutoke huku, tuingie kwenye upande wa kwamba hii familia ni ya kwetu wote. Hakuna mambo ya siri kati yetu. Kwa nini wewe pesa zako unazileta kwa ajili ya maendeleo ya familia na wanufaika ni sisi wote? Mimi pesa yangu ninaificha kwa ajili ya kunufaika nani? Kuna wanawake wanakaa kwenye maisha yenu kwa muda mrefu, wewe wanajipanga, mwisho wa siku mke anaanza kuja kudai talaka. Wewe huwazi kwa nini mwanamke wako anakuwa mbinafsi? Mwanamke wako anakuwa mbinafsi kwa sababu ana mipango yake ya siri ambayo anajipangia kichwani mwake. Kwa sababu mimi mwanamke nikipata mfano 500,000, nikapata 600,000, nikapata 700,000 au 800,000, wakati mwingine anapata milioni. Kama
Kama sileti kwenye familia, hiyo pesa naifanyia kitu gani? Kitu gani ninachokifanya nje ya familia yangu? Hicho ninachokifanya ni kwa manufaa ya nani? Kama familia ni ya kwetu wote wawili, kwa nini mimi nina siri zangu ndani ya familia yetu? Mbona wewe mwanaume huna vitu vya siri? Unajenga nyumba, unasema mke wangu, nyumba yetu hii hapa tuhamie, kwa pesa zako. Vipi na wewe mwanaume ungeamua kuwa mbinafsi, ukaficha pesa zako, ukaishia tu kuwa unailisha familia yako na kutimizia mahitaji kwenye familia yako, na usijenge wala usifanye chochote cha maendeleo? Nini kingeendelea kwenye maisha yetu? Ifike mahali kila mtu ajue kwamba jukumu la kujenga maisha yetu ni la kwetu wote wawili. Ifike mahali we mwanaume ukiona mwanamke wako amekuwa mbinafsi sana kifedha, akili yako icheze haraka kwamba huyu mwanamke ana plani zake. Ni kweli mkikaa huko kwenye vijiwe vya kahawa kila mwanaume anakwambia achukui pesa ya mwanamke, lakini sio kweli. Kuna wanaume wanakaa vizuri na wake zao, wanapanga mikakati ya kifedha wakiwa pamoja. Au mke akipata pesa anaipeleka moja kwa moja kwa mumeo kwamba mume wangu nimepata hiki na mimi mwenzako. Anakuwa hana ubinafsi kwa sababu anajua maisha ni ya kwetu wote wawili. Lakini nyinyi wanaume mkikutana huko kwa pamoja, kila mtu anaishia kudanganya, kila mtu hataki kuonekana anachukua pesa za mwanamke. Lakini ifike mahali utambue kwamba wewe kuchukua pesa za mwanamke sio udhaifu. Ile ni kitu kinachoonyesha nyinyi ni washirika, mapartner, kwamba mnatengeneza maisha yenu yote kwa pamoja nyote wawili. Kila kitu mnachokifanya kwenye maisha yenu ni kwa manufaa yenu wote wawili. Leo hii unamwacha mwanamke anaficha pesa zake. Kesho anapoachana na wewe, hizo pesa alizonazo ndio ataenda kuzitumia mahakamani kuwalipa mawakili ili hizo mali zako wewe mgawane wote pasu kwa pasu. Nikwambie tu kweli, mwanamke yeyote mbinafsi kifedha ana mipango ya siri ambayo anayo. Hiyo ichukue. Na wako wanaume ambao wamelia na vitu vya namna hii. Wewe unafikiri kumwachia mwanamke uhuru wa kuwa na pesa zake binafsi ambazo anazificha ndio wanaume, lakini sio kweli. Sio kweli kabisa. Mwanaume inatakiwa usimame kwenye familia kikamilifu kama baba, lakini pia umkumbushe mke wako kwamba haya maisha ni ya kwetu wote wawili. Leo hii hata ikitokea leo kesho atuombei mabaya, wewe haupo, hiyo familia inabaki na mke wako. Sasa kama ana level hizi za ubinafsi, nini kinaendelea? Kuna wanawake wanakuja kwenye maisha yenu, ninyi wanaume wanakaa wanajijenga, baada ya kuona wamejipata wanaamua kupeperuka kwenda kuanzisha maisha yao. Kwa hiyo mimi nakwambia mwanaume, toka kwenye hizo level. Pesa yenu wote ni za kwenu, yani pesa ya mke wako ni yako na pesa yako ni ya mke wako. Hayo ndio maisha yanayotakiwa. Kwenye masuala ya kifedha tusilete ubinafsi. Eti huyu mwanamke sijui nini. Mke wako anaingiza mshahara milioni pengine. Mke wako anaingiza mshahara 800,000 pengine. Yeye pesa yake ataifanyia nini kwenye maisha yake? Ikiwa maisha yake yote atayaspendi akiwa na wewe, hana nia yoyote ya kuondoka kwenye maisha yako, pesa yake anaificha ili akaitumie kwenye kitu gani? Kaa chini mwanaume ufikirie. Ndio maana mnaishia kulizwa na wanawake wa namna hii. Mwanamke anakuonyesha mwanzoni kabisa kwamba ni mbinafsi kiasi gani. Wewe hapo ulipo, mke wako ana miezi 6 anafanya kazi, hujui hata 100 yake. Mke wako ana mwaka mzima anafanya kazi, hujui hata 100 yake. Pesa yake yeye ni kwa manufaa ya nani? Mimi huwa nashangaa sana watu wanaposema pesa ya mwanamke mwanaume hutakiwi kuchukua. Unamwachia kwa manufaa ya nani? Ndiyo, wewe mwanaume huwezi kumdai. Huna haki ya kumdai hiyo pesa mwanamke. Lakini mwanamke ambaye yeye mwenyewe ana nia ya dhati ya kutengeneza maisha ya ndoa, yani ya kutengeneza maisha na wewe, atakwambia mme wangu, na mimi mwenzako nimepata hiki hapa, tunafanyeje? Huyo ndio mwanamke ambaye atabaki kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Lakini huyo mke wako ambaye anapokea 800,000, anapokea 700,000, anapokea milioni na hujawahi kuiona hata 100 yake, jiandae kulia siku moja. Ifike mahali we mwanaume, amka, toka huko, jiulize maswali ya msingi na ujipatie majibu. Kuna maana gani ya mwanamke kuficha pesa yake? Maana yake huyo mwanamke atakuwa na mipango ya siri nje ya maisha yenu.